hawezi kulinganisha akili ya Gen Z na akili ya millennials. Kizazi cha Gen Z kinasifiwa kwa uweledi wa kiteknolojia. Kizazi hiki kina uwezo wa kutumia programu tata na mitandao mbalimbali kwa sekunde chache na kwa uweledi. Lakini chini ya ujanja huo wa kidijitali kuna dhoruba inayotokota. Generation yetu ya Gen Z, ukienda ukiuliza sahi mtu umesoma kitabu kingapi kwa miaka 2 iliyopita, utapata hakuna mtu amesoma hata kitabu kimoja. Nadhani hili ni jambo ambalo linasababishwa na kuongezeka kwa teknolojia na tunapaswa kuishughulikia kabla alijakuwa mbaya zaidi. Tafiti zinaonyesha kuporomoka kwa uwezo wa kusoma kwa kina, kutatua hesabu rahisi kichwani na hata uwezo wa kuwa kwa umakini kwa muda mrefu. Inakadiriwa kwa uwezo wa akili wa Gen Z umeshuka kwa takriban alama 5. Huyo hapa ni mmoja wa Gen Z. Hebu tusikie ana lipi la kusema. Siwezi kusema kwamba ni moja kwa moja AI ujio wake na teknolojia kupanuka kwake kumesababisha kushuka kwa IQ. Lakini pia kwa upande mwingine nakubaliana nalo, kwa sababu AI imekuja wakati ambapo sasa Gen Z wameanza kumea vijidevu. Ni wakati sasa wameanza kujitambua kwamba wana uwezo wa kufanya mambo. Sasa kwa nini hali hii ya reverse Flynn effect, yani badala ya kupanda, alama za uwezo wa akili IQ zimeanza kushuka? Hali hii inasababishwa na nini haswa? Kitu ambacho kimesababisha kupungua kwa IQ ni matumizi sana. Siku hizi Gen Z tunashinda. Ukiangalia juzi tafiti ambazo zilitolewa pia ilionyesha kuwa Wakenya vijana wengi wanashinda katika mitandao ya kijamii. Kenya inaongoza kwa inaitwa watch hours ama inaitwaje social media. Wakenya alafu hizo content ambazo ziko hapo, maudhui ni za muda mfupi. Sasa ina reduce attention span yao. Mojawapo ya sababu ni mmomonyoko wa kidijitali au kwa Kiingereza digital erosion. Gen Z wanatumia wastani wa saa 6 kwa siku mbele ya vioo vya simu na kompyuta. Maisha yamekuwa ya haraka, rahisi na yenye msisimuko wa kila mara. Tafiti zinaonyesha kuwa hali hii ya kukabidhi uwezo wetu wa kufikiria kwa mitandao na hata AI ili kupata majibu kwa haraka inafanya misuli ya ubongo kulegea. Sasa ubongo haufanyi kazi ya ziada ya kukumbuka, kuchambua au kutatua matatizo magumu, hivyo basi kupunguza uwezo wa kufikiria. Ukiangalia ChatGPT inavyofanya kazi ama Gemini ni through people's research. Inachukua knowledge ya watu wengine ndio come up with a solution. So huwezi sema pia Google with anytime soon hizi AI zita replace human beings when it comes to thinking. Pia Gen Z wanatumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Hii inasababisha kupungua kwa mawasiliano ya ana kwa ana na kuongezeka kwa utegemezi wa ulimwengu wa kidijitali, jambo ambalo limechangia msongo wa mawazo na upweke. Sasa ili kulinda mustakabali wetu, hatuhitaji kuitupa teknolojia, bali tunahitaji kurejea kwenye utamaduni wa kusoma vitabu, kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na kuupa changamoto ubongo wetu kwa kazi ngumu zinazohitaji uvumilivu. Mimi ni Ibrahim Jodia nikiripotia 001 FM na asante kwa kuwa nami.